Kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 9. Maandiko yanasema Mungu akaumba kila mti wenye kutamanika katika bustani na mti wa uzima katika bustani na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Mungu baada ya kuwa ameanzisha ile biashara yake katika bustani ya Edeni, akamweka msimamizi. Maandiko yanasema kwamba aliweka miti ya kutamanika, na hapo ndio nimesema kwamba biashara yako lazima iwe na vitu ambavyo vitatamanika ili uvutie customer kuja kununua kwenye biashara yako. Lakini pia katika bustani ya Edeni aliweka mti wa uzima, lakini pia mti wa mema na mabaya. Wale wasimamizi wa ile biashara akawaambia, miti yote ya bustani ya Edeni mnaweza mkala, lakini msije mkala ule mti wa mema na mabaya. Capital yako ama mtaji wako unafaa kuona kama mti wa mema na mabaya, maana sio wa kuliwa kabisa. Mungu anaweka mti wa mema na mabaya kwenye bustani ya Edeni. Anawaambia mnaweza mkala miti yote, lakini huu mti wa mema na mabaya hamfai kula. Na hapo ndio unafaa kila wakati ukiona capital ama mtaji wako ambao unakuwezesha biashara yako isonge, unafaa uhakikishe kwamba unaona ule mtaji ama capital yako kama mti wa mema na mabaya ambao sio wa kuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana capital ukiikula mwanzoni inakuwa ni tamu, itakuwa ni jema, lakini kule mwisho inakuwa haina utamu tena. Ni mti wa mema mwanzoni, lakini mwishoni kule ni mti wa mabaya. Capital yako itakuwa ni tamu unapoikula mwanzoni, lakini kule mwisho ndio unakuja kulia. Kwa hivyo capital yako unafaa kuiona kama mti wa mema na mabaya. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo mlango wa 2 na mstari wa 18, maandiko yanasema Bwana Mungu akaona si vyema huyu mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Baada ya kuwa Mungu amemuumba Adamu, na Adamu akakaa kwenye bustani ya Edeni akiwa anafanya mambo yote katika bustani ya Edeni, maandiko yanasema kwamba akasema si vyema huyu mtu aishi peke yake. Baada ya kuwa biashara yako imeanza kupanuka, ndio unafaa kujua vile ambavyo utaongeza wafanyabiashara. Lakini inakuanga ni vizuri kwanza ukaangalia idadi ya wafanyabiashara ambao unafaa kuwa nao kwenye biashara kabla hujaongeza wengine. Hapo ndio watu wengine wanafeli. Unaanza biashara ikiwa kubwa, unaajiri wafanyikazi wengi kuliko ile faida ambayo inapatikana. Mungu alimuweka Adamu kwanza katika bustani ya Edeni, na alipoona kwamba Edeni imeanza kufanikiwa, mambo yametulia, maandiko yanasema akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Lazima pia biashara yako unapoongeza mfanyikazi mwingine uhakikishe kwamba anafanana na yule wa kwanza, maana ukimweka mfanyikazi mwingine ambaye ako na tabia, ako na sura na muonekano tofauti na yule wa kwanza, anaweza akaja kuchokora biashara, anaweza akafanya biashara yako isiende tena. Lazima tukija kwenye biashara yako, yule mfanyikazi wa kwanza uliyemwajiri ambaye alikuwa na sura na muonekano wako, alikuwa na tabia kama za kwako, tuone yule wa pili pia umemwajiri ako vile vile, ndio tuendelee kudumu kununua kwenye biashara yako. Lakini huyu akija kwenye biashara yako lakini akawa na tabia tofauti, hapo ndio unaonanga biashara mingi zinafika tamati. Kumbuka nafundisha Mkristo kuhusiana na biashara iliyofanikiwa. Ni mambo ambayo unafaa kuyaangalia vizuri sana. Mungu alimewahi kuanzisha project hapa duniani, na utakuja kuona baadaye hii project ilikuja kuanguka, na nitakuja kuonyesha kwa nini ilianguka. Mungu alikuwa anataka tujifundishe kwamba unafaa kufanyeje ili uwe na project iliyofanikiwa, lakini pia ni nini ambacho kinaweza kikafanya biashara yako ama project ambayo unaanzisha ama huduma ambayo unaanzisha ikaja kufeli. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna kitu kingine ambacho nataka ukione hapo kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. Nataka tusome ule mstari
wa 3 pale maandiko yanasema hivi: kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakapokula matunda ya mti huo mtafunuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Nimekufundisha nikakwambia kwamba Mungu alipotengeneza bustani ya Edeni aliweka mti wa mema na mabaya. Nikakwambia ule mti wa mema na mabaya haukuwa unaliwa. Ina maana kwamba nikasema hiyo ndio capital yako ambao haufai kula, hata kama unapatikana na nini, haufai kula capital. Capital yako unafaa kuiona kama mti wa mema na mabaya. Maana ukikula capital, ukikula mtaji wako, mwanzoni itakuwa ni jema kula, utafurahia, lakini kule mwishoni ndio itakuwa ni vibaya. Ni mti wa mema na mabaya. Unaanza na mema, lakini kule mwishoni unakuwa ni mabaya yanatokea. Maandiko yanasema kwamba kwa maana Mungu anajua ya kwamba, huyu ni shetani anamuongelesha Hawa. Maana amemtokea Hawa, wakaanza kuulizana maswali. Shetani anamuuliza Hawa. Mungu aliwaambia, anamuuliza, tusome kwenye kile kitabu cha Mwanzo mlango wa 3 kuanzia mstari wa 1. Maandiko yanasema hivi: basi nyoka alikuwa mrefu kuliko wanyama wote wa mwitu aliwafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, eti hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani. Huyu ni nyoka wanazungumza na Hawa, na ndio maana mara nyingi huwa tunasema Hawa kuna uwezekano alikuwa mzungu. Maana kama angekuwa mwanamke Mwafrika na aone nyoka ni kukimbia tu, lakini wazungu ama Mchina, unajua Wachina wanakulanga nyoka, kwa hivyo akiona nyoka anaona chakula, hawezi akaongopa akakimbia. Lakini Mwafrika akiona nyoka anaonanga vile ambavyo anaona vile ambavyo amekufa tu, vile ambavyo ile sumu ya nyoka itampata na atakufa. Sasa maandiko yanasema katika bustani ya Edeni nyoka ametokea. Katika hiyo biashara yako nyoka akatokea na akaanza kukushauri. Nyoka ni badala ya shetani. Akaanza kukuuliza maswali, eti yule destiny helper ambaye mlikuwa mnafanya biashara naye, yule mfanyabiashara ambaye alikufundisha biashara, eti alikuambia hivi, haufai kula katika ule mti wa mema na mabaya. Na hapa ndio tunafaa kujifundisha namba 1 ya kwamba wale wafanyabiashara ambao Mungu alikuunganisha nao kama ma destiny helper wakunyanyue. Maana Mungu akitaka unyanyuke kwenye biashara, kwenye chochote, huwa anakutumianga mtu, anakuunganisha na mtu ambaye amefanikiwa ili naye huyu mtu akuinue. Mungu akiona uko na shida fulani, huwa atakutumia mtu ili mtu akufanikishe. Lakini kuna uwezekano shetani akaja kwenye biashara yako akakushauri vingine. Mtu akaja mwingine ambaye ako na mawazo ya kishetani akakushauri tofauti. Na ndio kitu ambacho kilitokea katika bustani ya Edeni. Ndio kitu kilitokea kwa biashara ya Mungu, kwamba Mungu ndiye ameanzisha hii biashara na akawaachia Adamu na Hawa. Lakini badala wamsikilize Mungu, badala wasikilize yule destiny helper, yule mentor wao wa kwanza, wakaanza kumsikiliza mtu mwingine. Siku ile ambayo utasikiliza mtu tofauti na yule ambaye Mungu amemtuma kwako ili akusaidie kwenye biashara, ujue kwamba ndio siku ambayo itakuwa failure yako. Ndio maana maandiko yanasema kwamba adui za mtu ni watu wale wa nyumbani mwake. Mungu alikuwa anatembelea bustani ya Edeni kila wakati, anaangalia mazingira yake, anarudi mbinguni. Lakini siku moja shetani akajua kwamba leo Mungu hayupo, wacha nitembee kwenye bustani ya Edeni, hata mimi nione kama naweza kushawishi hawa watu, angalau naweza na mimi nikaingia kwenye hii biashara. Shetani alikuwa anatafuta namna ya vile ambavyo ataingilia hii biashara ya bustani ya Edeni. Hiyo biashara yako ambayo imefanikiwa, ujue kwamba kila siku shetani anatafuta namna ya vile ambavyo atapata nafasi, na akipata nafasi ida kwa mtoto wako ama apate kwa mke wako, apate kwako mwenyewe, ujue ndio hivyo imeisha. Maana anaweza akaingia kwa watoto wako shetani, ukawa unapata faida, lakini watoto wako ni wangojo, kila wakati unapeleka faida yako kwa yale mangojo.